Karibu sana msikilizaji katika simulizi ya maisha yangu. Ni simulizi ya kweli kabisa ambayo ilinitokea mimi mwenyewe katika hali halisi. Na leo hii niko mbele zako ili nikusimulie wewe msikilizaji wangu kisa kamili kuhusu ukweli wote wa maisha yangu. Ukweli ambao kusema ukweli kabisa msikilizaji, nimeubeba katika moyo wangu kwa muda mrefu sana na kwa miaka mingi kupita kawaida. Ukweli ambao kila nikiukumbuka moyo wangu hujawa na maumivu makubwa mpaka machozi yanaanza kunitoka mwenyewe. Kuna muda waga najaribu kusahau ukweli huu, nikajifanya kama niko sawa, lakini kila moyo wangu unapokumbuka ukweli huu msikilizaji, kumbukumbu zangu zinaanza kurudi nyuma taratibu na ghafla ninaanza kutoa machozi. Labda tu nikwambie ukweli kabisa msikilizaji ya kwamba ni mzigo ambao kwa miaka mingi nimeubeba. Na hapa nimeamua kuja mbele zako kwa ajili ya kuweza kuutoa msikilizaji. Tafadhali ninaomba uniazime masikio yako uweza kusikiliza simulizi ya maisha yangu. Simulizi ambayo ni ya kweli kabisa, imenikuta mimi mwenyewe katika maisha yangu. Kuna wakati nilikuwa nikiamka usiku nakaa peke yangu nyumbani gizani nikilia kimya kimya. Nilikuwa nikimuuliza Mungu, kwa nini yote yanitokee mimi katika maisha yangu? Na kwa nini yatokee pia katika familia yangu? Na leo nimeamua kufungua moyo wangu mbele zako. Chochote na kiwe mara baada ya kuweza kuzungumza haya. Kwa sababu kusema kweli kabisa miaka mingi nimejaribu kutaka kuwaeleza watu, lakini moyo wangu ulikuwa unaogopa. Moyo wangu ulikuwa unaogopa kabisa msikilizaji. Na kabla hujaendelea kusikiliza simulizi hii, nataka ujue kitu kimoja kabisa, ya kwamba kuna mateso mengine hapa chini ya jua hayaji kwa sababu umemkosea Mungu. Kuna maumivu mengine ambayo yanamkuta mtu katika hali ya ghafla kabisa tu, mtu anashangaa kwamba mambo yamekwisha kumzunguka tu. Yaani aelewi imetokea wapi na imeenda wapi. Anashangaa tu vitu vimeanza kumzunguka. Hata kabla hajazaliwa, kuna muda unaweza kuona kwamba kuna mambo yanazidi kujiseti tu kila wakati. Mabaya tu kila muda yanazidi kukuandama. Mabaya tu kila wakati. Sasa na mimi msikilizaji nimeshindwa. Nataka nikwambie ukweli halisi wa maisha yangu, mambo ambayo yameweza kunikuta, na lazima nikufahamishe kabisa kabisa msikilizaji. Na wakati mwingine unaweza kuishi maisha yako mwenyewe ukikimbia kila kitu, lakini ukweli ni kwamba muda wa kukimbia waga unaisha. Kuna muda ambapo inahitajika kabisa ulikabili tatizo. Kuna kitu ambacho kilianza kutufuatilia sisi katika familia yetu nyumbani kwetu. Nataka nikwambie historia halisi ya familia yetu, kuhusu familia yangu na maisha yangu kwa ujumla. Jina langu naitwa Danieli. Mimi nimezaliwa pembezoni kidogo mwa msitu mkubwa uliokuwa unatisha kupita kawaida. Usiku wa kule au kuwa kabisa wa kawaida. Kulikuwa na ukimya mzito sana kiasi kwamba hata sauti ya upepo ilikufanya moyo ushituke kupita kawaida. Watu wa kijiji chetu walikuwa wanaogopa sana kutembea usiku. Kuna maeneo mpaka wanaume wazima walikuwa wapiti kabisa jua likiwa limekwishaanza kuzama. Lakini kipindi hicho mimi nilikuwa ni mtoto mdogo kabisa. Sikuwa najua chochote kabisa kuhusu eneo hilo. Nilikuwa naota maisha mazuri kama watoto wengine tu. Nilikuwa naamka asubuhi kwenda shuleni na daftari lilikuwa limechanika. Na wakati mwingine msikilizaji, nilikuwa natembea peko kwa sababu sikuwa na viatu kabisa. Sikuwa na viatu kabisa kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wengine waliokuwa kwenye maisha ambayo yalionekana kwamba ni maisha ya kitajiri kidogo. Lakini bado nilikuwa naamini kwamba siku moja maisha yetu yataweza kubadilika kabisa. Na maisha yetu yalikuwa ni magumu sana kupita maelezo. Baba alikuwa mkulima wa kawaida tu. Alikuwa anahangaika sana kutafuta chakula cha familia, lakini mambo yalikuwa hayaendi. Msimu mmoja mazao yalikuwa yanaharibiwa na mvua, na msimu mwingine ukame ulikuwa unateketeza kila kitu. Mama yeye alikuwa anauza mboga sokoni. Kuna siku alikuwa anarejea jioni akiwa amechoka sana, lakini bado alikuwa anajifanya kitabasamu ili watoto wake wasiweze kuumia kabisa. Lakini mimi msikilizaji, nilikuwa naelewa maumivu ambayo walikuwa wakipitia wazazi wangu. Nilikuwa naelewa kabisa. Nilikuwa naelewa kabisa kupita maelezo msikilizaji. Na moyoni mwangu nilikuwa nikiazimia kwamba nikiwa mkubwa nitaweza kuwa msaada, kuweza kuwasaidia. Lakini kumbe nilikuwa najidanganya msikilizaji. Kumbe nilikuwa najidanganya.
Nakumbuka kuna usiku mmoja nilimuona mama amekaa nje peke yake, alikuwa analia kimya kimya. Nilimfuata kisha nikamuuliza, "Mama, mbona unalia?" Haraka haraka mama kafuta machozi yake, halafu akanivutia kwa karibu yake, akanikumbatia kwa nguvu sana mpaka nikahisi mwili wake unatetemeka. Akaniambia kwa sauti ya chini sana, "Mwanangu, naumia kukuona unaishi maisha haya mwanangu. Naumia kabisa kabisa." Wakati ule sikuwa naelewa kabisa mama alikuwa anamaanisha kitu gani kwa ile kauli. Sikuwa naelewa kabisa. Lakini leo nikikumbuka maneno yake, moyo wangu unauma sana, sana, sana. Msikilizaji, moyo wangu unauma. Unauma kabisa kabisa. Baba naye alikuwa ni mtu wa kazi sana. Ila kuna muda nilikuwa namuona amekaa nje usiku huku akiwa anaangalia gizani kimya kimya kabisa. Kama mtu ambaye alikuwa amekwisha kukata tamaa na maisha. Lakini pamoja na shida zote ambazo tulikuwa tukizipitia, msikilizaji, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni mwengo wa familia yetu. Alikuwa anaitwa Victor. Victor alikuwa ni mtu wa tofauti sana kupita maelezo. Yule hakuwa ni kaka tu kwangu. Alikuwa rafiki yangu kabisa. Alikuwa mtu ambaye alikuwa akinifahamu kabisa kupita kawaida. Aliyenifanya niamini kwamba maisha yanaweza kubadilika. Kila nilipokuwa nikilia njaa, yeye ndiye alikuwa akinituliza, msikilizaji. Kila nilipokuwa naogopa usiku, alikuwa akiniambia, "Danieli, usiogope. Niko hapa kaka yako." Na mpaka leo, msikilizaji, ninapoikumbuka sauti yake, machozi yangu yanaanza kunitoka tu bila sababu, kusema ukweli. Victor alikuwa na ndoto kubwa sana. Alikuwa anasema kwamba hataki mama afe masikini. Alikuwa anasema kwamba siku moja atamjengea mama nyumba nzuri sana yenye bati jipya. Mama alikuwa akitabasamu sana kila ambapo alikuwa akimsikia kaka alikuwa akizungumza namna ile. Na kwa mara ya kwanza kabisa nilianza kuona matumaini ndani ya nyumba yetu. Baada ya muda kuona Victor kwamba alikuwa amepata kazi mjini. Nakumbuka Victor siku anaondoka, mama alimshika mikono yake huku akiwa analia, akamwambia, "Usitusahau mwanangu. Tunakuomba sana mwanangu, unapoenda huko mjini. Tukumbuke. Tukumbuke mwanangu Victor. Tukumbuke, usitusahau mwanangu." Victor akamkumbatia mama kwa nguvu sana, alafu kisha akazungumza, "Nitabadilisha maisha yenu mama. Na hapa mbele ya dunia na mbele ya mbingu, nitabadilisha maisha yenu." Aisee, siku ile nilimuona mama akitabasamu kwa furaha ya kweli. Mara baada ya miaka mingi sana ya mateso alikuwa akipitia mama yangu mzazi. Siku zilizidi kuendelea na hatimaye miezi ikaendelea. Victor akiwa mjini alianza kutuma pesa nyumbani. Taratibu maisha yakaanza kubadilika. Tukaanza kula vizuri kidogo. Baba akaanza kuwa na matumaini tena. Mimi nikapata daftari jipya la shule. Kwa mara ya kwanza kabisa mara baada ya muda mrefu sana. Mama alikuwa kila siku anamwombea kaka Victor, huku akisema, "Mungu, mlinde mwanangu Victor. Mpe akili na mwanga katika maisha yake." Lakini kuna muda furaha ilikuwa haidumu kabisa, msikilizaji. Usiku mmoja niliweza kushtuka usingizini, nikasikia mlango ulikuwa unagongwa kwa nguvu sana. Ilikuwa ni usiku wa manane. Mbwa walikuwa wanalia nje kwa sauti ya kutisha kupita kawaida. Baba alitoka kwenda kufungua mlango haraka. Mimi na mama tukabaki tukitetemeka ndani ya nyumba. Alipofungua, tulimkuta jirani yetu Mzee Hamisi akiwa anatokwa na jasho na kupumua kwa shida, huku akiwa anazungumza kwa sauti ya haraka sana, Victor ameanguka dukani. Victor. Naam, msikilizaji, na hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Hii inaitwa Kivuli cha Damu ya Familia Yetu, iliyotungwa na kusimuliwa kwako nami msimulizi mahiri kutoka hapa Empire Simulizi. Naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Msikilizaji, hii ndo kwanza ni sehemu yetu ya kwanza ya simulizi hii nzuri kabisa, na hiki ni kipande cha kwanza tumekihitimisha. Tafadhali sana
Ili kuendelea kuwa mwanafamilia wa Empire Simulizi, subscribe katika chaneli hii ya Empire Simulizi ili kuweza kupata simulizi nyingi mpya za kusisimua na za kuburudisha kama hizi. Simulizi yetu ndio kwanza inaanza. Kuna vipande kadha wa kadha hadi kuelekea kuhitimisha simulizi yetu. Mimi naitwa Alex.